niweze kutimiza mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumeweza kusomewa somo la kwanza, somo la pili na somo la tatu. Lakini mimi nitatumia somo la kwanza ambayo iko katika kitabu cha Isaia 49 mstari wa 13 hadi 22. Ilivyosoma sitaweza kurudia, lakini inaenda kuieleza. Na kitu ambacho nitaeleza asubuhi ya leo ni nani aliandika kitabu hiki, iliandikwa kwa njia gani, iliandikwa kueleza nini, na maneno ambayo iko katika haya maandiko inahusu nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu wakati mwingi tunaweza kuwa tunasoma maandiko lakini hatujui ni purpose gani iliandikiwa, na hii neno iliandikwa na nani, na huyo mtu aliandika wakati gani. Na hivyo basi, ili nisiweze kupoteza muda, nataka niweze kusema Isaia inamaanisha nini. Isaia iliandikwa kwa Kiebrania, na iliandikwa, jina Isaia ni Yeshaya. Yeshaya iko na maneno mawili. Ya kwanza ni neno Yesha na ya pili ya. So ya inamaanisha Yahweh. Yahweh is the salvation. Yesha ni salvation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So neno hili ilikuwa inaeleza kuhusu wokovu wetu. Wokovu ambao unaenda kutimia kupitia Kristo. Na pia ya kwanza ilikuwa ni wokovu kwa sababu neno hili liliandikwa wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa mateka ya Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Babeli ni Babylon. Walikuwa mateka chini ya Babeli. Na iliandikwa wakati ambapo kulikuwa the Persian Empire ilikuwa inainuka. Na wakati ambapo ilikuwa inainuka, ilikuwa inataka kutoa watu wa Babeli katika mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na iliandikwa wakati ule, the main theme ambayo ilikuwa inaandikwa ili kueleza wokovu wa Israeli. Na Israeli inamaanisha Mungu anadumu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia Israeli ilitoka kwa kisasi ya Yakobo. Pia Yakobo alikuwa anaitwa Israeli. Na ukiangalia katika kitabu cha Kutoka ile mstari wa 22 inasema ya kwamba Israeli ni mtoto wa kwanza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtoto wa kwanza wa Mungu ni nani? Kristo. Kupitia kwa kizazi hiki Kristo aliweza kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nimeweza kueleza ni nini ambacho tunaenda kuipata. Na the main purpose ya neno hili kuandikwa, ya kwanza ilikuwa ni kuweza kuonesha wana wa Israeli upendo wa Mungu. Kwa sababu ukisoma hapo hivi verse 17, anajitoa kwa ajili ya mtoto wake. Akasema ya kwamba ikiwa mama hawezi kuacha mtoto wake, hivyo Mungu hawezi kutuacha. Kama vile Mungu hakuweza kuacha mtoto wake, hivyo basi hawezi kuacha Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alipenda Israeli hadi ule wakati ambapo walikuwa katika exile. Alikuwa anawaambia ya kwamba wasifadhaike. Wale watu walikuwa wamepoteza tumaini kwa sababu walikuwa wanaona ya kwamba Mungu amewaacha, kwa sababu walikuwa katika mateka ya Babiloni. Lakini Mungu alikuwa anajaribu kuwarudisha. Walikuwa, unajua Babeli inamaanisha kwamba ni kupotea katika utukufu wa Mungu. Yaani falling short of the glory of God. Pia inamaanisha confusion. Kwa sababu pale mwanzo in the Old Testament Babeli ilipoanguka ni jina confusion ilianzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So
hawa ni watu ambao walikuwa wamepotea, walikuwa wamekuwa confused, walikuwa wamepotea, hawana mwelekeo. Na ndiposa hawa watu walikuwa mateka chini ya wale watu ambao hawana mwelekeo. Wale watu walikuwa wanafanya kitu ambayo inaitwa idolatry. Ukiangalia wakati ule ambapo neno hili lilikuwa liliandikwa wakati ambapo Nebukadneza alikuwa nini? Alikuwa mfalme. Na alikuwa amevunja madhabahu ya Mungu, na pili alikuwa amevunja nini tena? Alikuwa amevunja hekalu yake takatifu. Na kwa hivyo alikuwa ameiharibu hiyo hekalu, lakini sasa kulikuwa na hiyo dark condition in the house of Israel. Hawakuwa na uhusiano mzuri na nani? Na Mungu. Walikuwa wamepoteza hiyo mawazo. Na Mungu akaona ya kwamba nitafanya nini ili niweze kuwatoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa akainua the Persian Empire ili iweze kufanya nini? Ili uweze kutoa Babeli, ili Waisraeli waweze kuunda nini? The whole temple. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So iliandikwa wakati ambapo walikuwa wako na shida. Pia Mungu anatuonesha upendo wake wa kutoa mwana wake wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ya pili ilikuwa inaonesha jinsi Mungu anaenda kurudisha Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jinsi gani Mungu anaenda kurudisha Israeli? Sisi ni Israeli ya Mungu ambao wamepotea. Na ndiposa neno hapa linaongelea kuhusu Israeli ambayo imekosa mwelekeo. Israeli ambaye haijui Mungu. Lakini kuna jambo ambaye Mungu alikuwa anajaribu kuinua. So kuna kitu ambacho ni cha muhimu zaidi. Sisi kama Wakristo tunaweza kuwa katika wale mahali ambapo tumepotea, hatujui Kristo. Lakini Kristo anasema katika kitabu cha Yohana 3:16, na Mungu aliupenda ulimwengu na akatoa mwana wake wa pekee ili yeyote ambaye anamwamini asipotee. Sisi tunaweza kuwa tumepotea, lakini Kristo anajiinua kwa ajili yetu. Alikufa msalabani ili mimi na wewe tuweze kuokolewa. Neno hili alikuandikwa tu kwa sababu ilikuwa inaandikiwa Israeli. Sisi kama Wakristo ilikuwa inaandikiwa kwa nini? Ni neno hilo ambayo inafaa sisi tuichukue. Hilo tu ilikuwa ni maandiko ambayo yaliandikwa. Ukiangalia katika Agano Jipya, katika kitabu cha Luka linasema ya kwamba maneno ambayo yaliandikwa kutoka mwanzo yalikuwa yanatamkwa kwa kupitia nini? Manabii. Lakini sasa yameweza kuandikwa kupitia kwa nani? Kristo. Kristo alikuwa anakuja kutimiza maandiko ambayo yaliandikwa. Babeli ni kizazi ambacho haijui Mungu. Lakini ndiposa ili kizazi liweze kujua Mungu, linafaa lirudie Mungu. Na ndiposa Mungu aliona ya kwamba dhambi imejaa ulimwengu. Na ndiposa akamtuma mwana wake wa pekee ili aweze kusimama ni kwa ajili yangu mimi na wewe, afe msalabani ili sisi kuweza kupata msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaweza kuwa tu ni Isaia. Na Isaia nimesema ya kwamba Mungu ni mwokovu. Yahweh ni mwokovu. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili linaeleza kuhusu wokovu wa Mungu. Wokovu wa Mungu ni nini? Ni kupitia kwa Kristo. Na hivyo basi Isaia aliweza kuinuliwa kuwa nabii ili aweze kunena maneno ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiposa ukisoma katika kitabu cha Luka 2:32 inasema ya kwamba na mwanga wa Mungu imeweza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mwanga ya Mungu ambaye imeweza kuonekana imeonekana kwa njia gani? Kristo
ni mwanga, akisema ya kwamba mimi ni mwanga. Na akasema ya kwamba nyinyi mmefanyika kuwa taa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Israeli walikuwa wamepitia changamoto. Walikuwa wamepoteza tumaini. Lakini Mungu aliweza kuifanya jambo ambalo ni manufaa sana. Ukisoma ukiendelea inasema ya kwamba Mungu aliweza kuinua the kingdom, the Persian kingdom, ili waweze kuinamia Israeli, ili waweze kuinamia wana wake, ili waweze kuinamia watu ambaye ameinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi kama Wakristo tumeweza kupendwa na Mungu. Na ndiposa kwa sababu tumependwa na Mungu, alitoa mwana wake wa pekee. Na hakufanya tu hivyo tu bure. Alifanya hivyo kwa ajili ya msamaha. Alitupenda sana. Na kwa sababu Mungu alikuwa ameambia Wanaisraeli ya kwamba alikuwa anaenda kuwarudisha, kwa sababu sisi ni hekalu lake takatifu, na hekalu yake takatifu ilikuwa imeharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi kama sisi tulikuwa tumeharibiwa. Tulikuwa tumeharibiwa na nini? Na dhambi. Na ndiposa alikuwa anaambia Wanaisraeli, I'm coming to restore the temple. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anakuja kurudisha ile ambayo ilikuwa imeharibika. Na ile ilikuwa imeharibika ni nini? Ni sisi. Neno linasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10. Inasema ya kwamba muovu alikuja kuiba, kuua na kuharibu. Lakini akasema ya kwamba lakini mimi nimekuja ili niweze kuwapa nini? Uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kristo alikuja ili aweze kutupa uzima. Tulikuwa tumeharibiwa na muovu, lakini Kristo aliweza kukuja ili aweze kurudisha uhusiano ambayo shetani alikuwa ameiharibu. Na tusipoamini hii neno, sisi hatuwezi kuipokea. Na ndiposa anasema ya kwamba yule ambaye atapokea atapata uzima wa milele. Anasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu. Alinipenda mimi na wewe. Na ili tuweze kurudiana na Mungu inafaa tumwamini. Tunaweza amini vitu vingi. Tunaweza amini kwa vitu ambavyo tuko navyo. Lakini kuna shida ambayo inasumbua binadamu wote, ambayo ni dhambi. Haijui tajiri, haijui maskini, haijui mtu yeyote. Na ndiposa siku ya leo nimekuja kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Na hiyo ni shida ambayo inasumbua kila mtu. Unaweza kuwa unaona dhambi inanisumbua right, left and center. Lakini kuna tumaini. Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu. Na ndiposa wakati wa Holy Communion tunatupanga tabu zote kwa Kristo. Lakini siku ya leo Kristo ananena ndani ya moyo wako. Anakuambia ya kwamba uweze kumrudia na kumwamini tena. Unaweza kuwa umepoteza hiyo tumaini, lakini hakuna jambo ambalo linashinda Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Babiloni ilikuwa inaonesha kizazi ambacho kinaharibika. Lakini hiyo kizazi ambayo ilikuwa imeharibika hadi wameharibu the temple of God, lakini Mungu aliona ya kwamba itarudisha Israeli. Israeli imeona ya kwamba simpendi, lakini akaona ya kwamba itaweza kuibadilisha. Aliwatoa Israeli katika Misri. Alikuwa anaonyesha kwamba kumbuke wale wakati ambapo nilikuwa Misri. Mlikuwa mmeingia katika wa Misri, lakini Mungu aliweza kufanya nini? Aliweza kuwatoa na akawarudisha katika shamba alilowapa. Tunaweza kuwa tumepotea, lakini Kristo anasema kwamba anaweza kukurudisha. Alipomuona the prodigal son, yule kijana ambaye alikuwa amepotea, akamwambia ya kwamba alipotumuona akikuja, akasema ya kwamba muweze kumchinjia kondoo, muweze kumpa ile vitu
ambavyo ni vizuri, akachukua pete yake na akaweza kumwekelea mkono. Akaonyesha huo upendo. Mungu ana ule upendo. Upendo wa Mungu inashinda vitu vyote. Alikuwa anaambia wana Israeli, mimi bado ninawapenda. Ingawaje mmenikataa, mimi bado ninawapenda. Ingawaje Babiloni imewateka, akaambia ya kwamba mimi inakuja kurudisha ile uhusiano ambayo ilikuwa imepotea. Nataka some verse 22. Bwana Mungu asema hivi: tazama, nitainulia mataifa mikono wangu na kuweka kabila za watu bendera yangu, na nitaleta wanao vifuani mwao, na binti zao watachukuliwa mabegani mwao. Akaendelea kusema, na wafalme watakuwa baba zako za kulea, na malaika zao mama zako wa kulea. Watainama mbele yako kifudifudi na kuramba vumbi ya miguu yenu. Nani utajua ya kuwa mimi Bwana tena ninangojea hawatatujarika. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili linasema ya kwamba atafanya nini? Wafalme wa wapi? Wa other nations. Ya nini? Ya ile mataifa mengine. Atawafanya nini? Waje wawe nini? Baba yenu. Na akasema nini ya pili? Akasema na malkia wao wakuwe nini? Mama zenu. Alikuwa anaambia wana Israeli ya kwamba this kingdom ambayo mnawaona anaenda kuibadilisha ili waweze kufanya nini? Kuwapenda. Na kitu ambaye alisema ni just imagine, nataka ujiulize swali. Mfalme anaweza lamba miguu yako. Ni kama sasa hivi kusema president wa Kenya akuja alambe vumbi kwa miguu yako. Inawezekana? Lakini Mungu alikuwa anaambia Israeli ya nini? Atafanya nini? Malkia na wafalme walambe nini? Vumbi ya miguu yake. Hiyo ilikuwa ni the promise. Alikuwa anasema ya kwamba wale mataifa ambao wanawachukia, siku moja atawafanya au mataifa wafanye nini? Waweze kuinama kwa ajili yao. Kwa sababu Mungu akikuwa na wewe, hata ikuwe nini, hakuna kitu chochote ambacho kitashinda Mungu. Akasema ya kwamba katika kitabu cha Waefeso, yeye yu ndani yako na amekuficha ndani ya Mungu. Kama umefichwa ndani ya Mungu, hakuna kitu chochote ambacho kitakushinda. Na ndiposa akaambia kanisa ya Filipi ya kwamba namtumainia Mungu ambaye ananitia nguvu. Inafaa tumtumainie Mungu ambaye anatutia nguvu. Paulo alikuwa anasema ya kwamba nimekosa njia, nimefanya hizo vitu vyote, nimepitia hayo shida yote, lakini kwa yote amenitia nguvu. Kwa maana Paulo alipitia mambo mengi. Alipitia mambo mengi hadi wakati ambapo alilingwa na mawe, lakini baada ya siku 2 aliweza kwenda kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Kwa sababu alikuwa ameona upendo ambayo inashinda vitu yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza kuwa tunaona tumefika mwisho, lakini wakati ambapo tunaona mitume wa Mungu ambayo walipitia, tunaweza kujua ya kwamba ni Mungu bado anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So siku ya leo nataka ujiangalie moyo wako. Na angalia kwamba ujiulize, je, Mungu una nini ambayo ndani ya maisha yangu? Je, nimekuacha? Sasa ni wewe mwenyewe kuamua na kuamua ndani ya moyo wako. Useme kama utamfuata Kristo ama utabaki jinsi ulivyo. Acha Mungu aweze kuwabariki na kuongoza. Na katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.